Mtazamaji hujambo popote pale walipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema, ikiwa ni siku ya Jumapili. Tarehe ni 11 mwezi wa 6 mwaka 2017. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa zetu za KTN leo weekendi. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji mwenza ambaye ni wa ishara akiwa ni William Sila. Leo mtazamaji, kama ilivyo ada siku ya Jumapili, tumekuandalia makala ya mwanamke ngangari, na hii leo tumetembelea eneo la Kwale au kaunti ya Kwale. Na katika sehemu ya pili, nususi ya jinsia, mtazamaji, tunazungumzia mambo ya kuachwa au kupewa talaka. Je, ni juhudi zipi au ni hatua zipi mtu anafaa kuchukua ili kuendelea na maisha yake upya, kwa sababu kuna wale ambao huachwa au kupewa talaka na maisha yao yanasambaratika. Mtu anafaa kufanya nini? Kuna wale ambao wakiachwa, mtazamaji, wanakataa kukubali. Je, mtu akiachwa afanye nini? Bikifimba ashafika mtazamaji, ni mjadala ambao tutakuwa nao katika sehemu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo weekendi, sehemu ya nususi ya jinsia. Lakini kwa sasa tupate taarifa kuu. Wakenya walalamikia uhaba wa unga wa sima, huku baadhi ya maduka ya jumla yakiweka masharti makali kwa wanaotaka kununua. Na waumini wa kanisa Katoliki Dandora waandamana wakipinga uhamisho wa kasisi wao. Babangu akaniambia niingie siasa, akataka nisimame ubunge 2007. Na kwenye mwanamke ngangari leo tunamwangazia mwakilishi wa kike kaunti ya Kwale, Zuleka Juma. Karibu mtazamaji. Na maduka mengi yameendelea kuandikisha uhaba wa unga wa sima nchini, huku ikilazimu Wakenya wengi kupitia masharti kabla ya kupata bidhaa hiyo. Na katika baadhi ya maduka ya jumla, wateja wamelazimika kununua pakiti moja ya unga wa sima kwa masharti ambayo ni makali mno, ambapo ni lazima wanunue bidhaa zingine kwa kiasi fulani cha pesa kupata mfuko bidhaa hiyo. Mwanahabari wetu Raquel Muigai ana taarifa hiyo kwa kina. Nilikuwa tunaenda kwa duka, sipati unga. Na ni kama kila siku ukienda wanakuambia hakuna unga. Sasa mpaka unawachana nayo, unatafuta mbinu nyingine. Uhaba wa unga wa mahindi ulielekea kuzinduliwa kwa unga wa serikali wa shilingi 90 pekee. Hata hivyo, baadhi ya maduka ya rejareja humu nchini yameamua kutoa bidhaa hii muhimu kwa mgao. Mmojawapo ya maduka hayo ni kama hili hapa, Grab and Go, katika mtaa wa Embakasi mjini Nairobi. Licha ya uhaba wa unga ambao umewalazimu wengi kutembea duka baada ya duka kupata unga, duka hili limeweka ilani kwamba ununuzi wa pakiti wa unga wa mahindi ni lazima uambatanishwe na ununuzi wa bidhaa zisizopungua shilingi 500. Hata hivyo, sio mpango uliowafurahisha wateja. Si vizuri kusema kweli. Hata tunasema hata ni afadhali turudishiwe ile unga tulikuwa tunauziwa 160, sababu hatukuwa tunasumbuliwa naye. Sababu hii na serikali imekuja, tunasumbuliwa naye sababu unapaa ununue vitu zingine. Sasa utaenda kushopu unga, ushopu mzere, na wewe ulikuwa unahitaji unga. Binadamu mahali imefikia, maisha mahali imefikia, kuna watu wako na familia. Na huyo mtu maybe ako na pesa fulani yenye alikuwa amepangia kununua unga peke yake, si ati hizo bidhaa zingine. Ni hali iliyotulazimu kumtafuta meneja wa duka hili ili kupata kusikia upande wake kuhusu masharti haya, lakini juhudi zetu ziliambulia patupu. Hata hivyo, mmoja wa wafanyikazi alikubali kuongea nasi. Hii unga hata haina faida. Kiangalia kwa wale ambao wako na pesa, unajua si watu wote wa level moja. Kuna wale wa kiwango cha chini wanataabika sana, hata wananungunika sana, lakini wale wengine wanajaribu kununua. Licha ya serikali kuu kuzindua unga wa shilingi 90 pekee na baadhi ya Wakenya kulalamika kuhusu ukosefu wake, kuna wale wanahisi kuwa kuna njia mbadala ya kukabiliana na swala hili. Ni Kenyans wabadilishe diet yao. Si lazima wakule ugali. Watu warudi mashambani, wapande mandizi, waru, ndoma, vitu kama sweet potatoes,
Diposa si lazima uende kwa duka ukanunue unga. Kwa Wakenya wengi kilichosalia kwa sasa ni kutafuta aina nyingine ya vyakula, kwani inaonekana kupata unga wa sima sasa kimekuwa kibarua kigumu. Raquel Muigai, KTN leo wikendi. Siasa za kuwania kiti cha ugavana hapa Nairobi zimepamba moto, huku mrengo wa Jubilee ambao unamunga mkono Mike Sonko ukisema uko tayari kumuondoa gavana Evans Kidero mamlakani. Aidha, kundi hilo kwa jina Team Nairobi limemtaka mwaniaji huru Peter Kenneth kumunga mkono Sonko. Kidero kwa upande wake amesema ako tayari kwa mapambano kutoa tena usukani wa jiji la Nairobi. Makataa ya wanajubilii wa kaunti ya Nairobi kwa waniaji huru kujiondoa kwenye kinyang'anyiro, hasa mwaniaji wa gavana Peter Kenneth, ikitarajiwa kukamilika hapo kesho. Team Nairobi ikiongozwa na mwaniaji wa gavana Mike Sonko, mwaniaji wa useneta Johnson Sakaja na mwakilishi wa kike Rachel Shabesh wanaendeleza shinikizo kwa Kenneth kujiondoa. Tafadhali, learn when to stop fighting. Kuja jiunge mkono na Sonko, bwana Peter Kenneth. Tuende pamoja. There is space for you. There is space for you in Jubilee. Anajua yeye hatashinda, lakini hataki pia Sonko ashinde. Governor lazima awe anavaa suit. Kwa hivyo siku hizi mimi navaa suit. Kidero is so scared. He doesn't know what to do. In his wildest imagination, Kidero did not expect Senator Sonko to be the governor candidate for Jubilee. Something in his mind kept telling him it will not be him. So he was not prepared. So you know what, Kidero, be prepared. Kidero, start packing. That's the work you should be doing. Lakini kwa Peter Kenneth hizo ni kelele za chura ambazo hazitamzuia kutimiza ndoto yake. Kenneth amejitia hamnazo akiendeleza kampeni zake jijini. Mapema leo akizindua riadha katika bustani ya Uhuru inayolenga kuhamasisha umuhimu wa amani wakati huu wa kampeni. As a candidate for Nairobi governorship, I pledge, I promise to maintain peace throughout the campaign and after the campaigns. Because Kenya is the only country we have, we must keep it, maintain it at all costs. Gavana Evans Kidero anazidi kupenyeza mizizi katika kaunti, hasa makanisani. Hoja kuu kwake ikiwa kwa tume ya uchaguzi IEBC kufanya hima kuondoa kwenye sajili ya wapiga kura wote waliofariki. We expect IEBC to do a good job. The audit needs to reveal exactly who has died so that it's only the living people who will vote on the 8th of August. You remember I said we are going to close Langata Cemetery. No dead person is going to live to vote. Ripoti ya shirika la KPMG ya ukaguzi wa sajili ilidhihirisha kuwa zaidi ya watu milioni 1 wamefariki na wangali kwenye orodha ya IEBC. Jeff Kirui, KTN leo wikendi. Tukisalia hapa jijini, ibada katika kanisa Katoliki mtaani Dandora zilitatizika hii leo baada ya waumini kufanya maandamano kupinga uhamisho wa kasisi Agapetus Mukabane. Waumini hao kutoka kanisa la Holy Cross Catholic Church walibeba mabango yenye ujumbe maalum kuelezea wema wa kasisi huyo na kutaka uhamisho wake kubatilishwa. Kasisi huyo anasemekana kupewa uhamisho kuhudumu nchini Tanzania, japo walikariri kwamba hawana nia ya kutatiza utaratibu wa ibada. Waliapa kuendelea na maandamano hayo hadi kilio chao kisikike. Na wale ambaye najua area ya Dandora ni area ya wasiwasi sana, na ni area ambayo inaleta shida. Kuna vijana, watu wakubwa, lakini tangu huyu Fataga aanze kazi yake, tunaona kwa kusema kweli ni kazi ambayo anafanya inaonekana na watu wengi wamerudi kanisani. Mkuu wa kanisa Katoliki Kardinali John Njue amewaomba Wakenya kudumisha amani hasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi. Alipokuwa akihutubia waumini katika kanisa Katoliki eneo la Tasia, Njue alichukua wakati huo kuwahimiza vijana kutokubali kutumika kushiriki ghasia na kuwataka wanasiasa kukubali matokeo ya uchaguzi. So that electing good leaders, then we are preparing a good future for in this country. On an occasion like this,
wakati tunaona mambo ambayo yaliyomo, mifurutano na kadhalika, we appeal to our dear politicians. It is not confrontation that is really going to be meaningful, but is approaching this reality in a responsible way. Na pia tumejaribu kufanya kitu kimoja, kujaribu kuanzisha a small company for our youth, so that youth hawezi kutumiwa na wasiasa wabaya, at least wawe something ya kujisukuma nayo, na badala ya kuwa involved in fujo ama something like this. Na gavana wa Narok Samuel Tunai amewatahadharisha wanasiasa dhidi ya kufanya siasa za chuki na migawanyiko. Na huko Embu, juhudi za seneta wa Embu Leni Kivuti kuwania ugavana zimepigwa jeki na wazee wa Embu. Pata taarifa zaidi. Ujumbe sawa na huo ulitolewa na gavana wa Narok Samuel Tunai alipokuwa akifanya kampeni katika eneo bunge la Narok Mashariki, ambaye mbali na kutoa tahadhari kwa wanasiasa uchochezi, alihimiza haja ya mshikamano pasi na kujali tofauti za siasa au makabila. Watu ambaye wanaendeza mambo yao binafsi na chuki na propaganda na mambo ya fitina, vile mliona walizungumza hapo. Mimi wakati nimekuja mikutano hapa mara ngapi? Si mara mingi. Nimewahi kutukana mtu. Tunai anayekitetea kiti cha ugavana kupitia chama cha Jubilee, aidha aliwapuuzilia mbali wapinzani wake kwa kujigamba kwamba atatamba kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Naye mwaniaji ubunge katika eneo bunge la Narok Mashariki Torome Kapaya alisisitiza umuhimu wa kampeni za heshima bila ya matusi. Kapaya anagombea ubunge akiwa mgombea huru, na wawili hao walikuwa wakizungumza katika uwanja wa michezo wa Nairige Nkare. Amani ni lazima idumishwe. Tunaomba kura, kama vile ninaomba kura zenyu, munipatie tarehe 8 mwezi wa 8 na tudumishe amani, kwa sababu kutokuwa na amani ni mambo mbaya. Hatimaye katika kaunti ya Embu, juhudi za seneta Leni Kivuti kutaka kuwa gavana zilipigwa jeki baada ya kuidhinishwa na kutawazwa na wazee wa jamii ya Embu kwa kiongozi wa jamii. Toka niingie kuwa senator, na mnajua senator hana CDF. Ile mpango nilikuwa nayo kutoka zamani, toka nitoke shule, ya kusaidia watoto ambao ni werevu na wametoka poor families. Nilitoa mshahara yangu yote, nikasema iende huko. Sherehe hiyo ilihusisha nyimbo na maombi ya kitamaduni, ambapo wazee waliomba kwa kutazama mlima Kenya, na inadaiwa kuashiriwa miongoni mwa mambo mengine Kivuti kukubaliwa kwa kiongozi. Mimi si kuingia siasa kutafuta mali. Kivuti anayewania ugavana kupitia chama cha maendeleo Chapchap analenga kumbwaga gavana aliyepo mamlakani sasa, Martin Wambora wa Jubilee. Kugirereria maendeleo. Shadrack Miti, KTN News. Maendeleo.